Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital, jina langu ni Victoria Melkiadi, karibu sana na niko hapa kijiweni kwetu. Nimemtembelea tena Amri Kiemba ili kuweza kuzungumza mambo mawili matatu mara baada ya Simba kutoka Morocco na kuchezea kipigo cha mabao 2-0. Weekend hii tena wanavaana na wale RS Berkane katika uwanja wa Amani Complex uliokuwa Zanzibar. Ile yote ni Tanzania, japokuwa watu wengi sana wanalalamika kwa nini mechi imeenda kule. Na sasa hivi habari ambayo inazidi kutrend kwa mitandao ya kijamii ni Mo Dewji baada ya kutuma zile kurasa kama barua fulani hivi kuhusiana na mechi kuhamishwa kupelekwa katika uwanja wa Amani Complex, lakini wao walijipanga na uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kiemba, mambo? Alhamdulillah. Za kwako? Nashukuru Mungu. Mambo yamekuwa mengi, lakini swala la uwanja bado halijamalizika. Bado wanaendelea kulizungumza na sasa Mo Dewji naye tena ametoka kuzungumza naye kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba hajaridhishwa, lakini haki pia haikutendeka kwa namna moja au nyingine. Kwa wakati huu ambao Simba wanao, hili ni swala la kuendelea kulizungumza au ni swala la kufocus na kile kilichokuwa mbele yao? Cha kwanza mimi naamini Simba kama Simba, kuanzia ratiba imetoka ya mechi hizi mbili, wao wana focus na mechi. Lakini mchezo wa mpira wa miguu pia una mambo mengine ya nje ambayo nao ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo kwa Mo kutoka zikiwa zimebaki siku 3, ni sehemu tu ya mambo ya nje ambayo hayawezi kubadilisha chochote kwenye mchezo kwenda kuchezwa uwanja wa Amani. Na wao wanajua, na hizi ni sehemu tu. Tunasema siasa za mpira, yani mpira pia una siasa zake. Kuanzia kwenye tukio lenyewe lilivyoanza kwamba wakati inapangwa ratiba ya kuchezwa mechi hizi mbili, uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa umeainishwa kwenye ratiba kwamba mechi itachezwa Dar es Salaam. Lakini baada ya kuonekana uwanja wa Dar es Salaam hauko kwenye hali nzuri, ukapendekezwa uwanja wa Amani, kwa sababu kama utakuwa na kumbukumbu nzuri au mtazamaji wako, ni kwamba wakati inamalizika mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch ndipo ilianza kuonekana mechi itachezwa Amani. Kwa nini? Kwa sababu michuano ya Muungano badala ya kuchezwa Amani ilipelekwa Pemba kwa ajili ya kutunza uwanja. Kama itatokea itashindikana kuchezwa Benjamin Mkapa, basi Amani iwe na uwezo wa kubeba ikiwa na hali nzuri. Kwa hiyo maandalizi ya kuandaa uwanja kama second option yalikuwepo. Na unajua kwa CAF wanavyofanya shughuli zao ni kwamba wameshayapa madaraja matukio yao, na wameyapa daraja pia viwanja ambavyo vinapaswa kubeba hayo matukio. Kwa Benjamin Mkapa wote tunaweza kuwa ni mashahidi kwa namna ambavyo uwanja umekuwa ukiathirika na mvua. Si leo ni toka uwanja umefunguliwa, kinyesha mvua kumekuwa kuna athari ambazo moja kwa moja zinapunguza ubora wa tukio lenyewe ambalo linafanyika pale. Kwa CAF kupeleka kule, nadhani Simba na serikali walifanya jitihada kukidhi matakwa na vigezo vya CAF, lakini nadhani labda muda haukutosha. Kwa hiyo na CAF hawezi kusubiri mpaka bado siku 2 ndio watangaze venue, wakati mgeni pia anapaswa kujiandaa kuja kwenye eneo lenu na namna gani ataishi mpaka kuendea mchezo. Kwa hiyo limeshakwisha, tunakwenda kwenye mchezo. Hizi zingine zimebaki ni sehemu ya siasa za mchezo, lakini kama utapata nafasi ya kukaa one on one na watu hao ambao wanahusika, wangeweza kulielezea vizuri na kuona kwamba lawama zote zinapaswa kubebwa na sisi na sio CAF, kwa sababu vigezo vilikuwepo na uwanja ulitakiwa kufanyiwa marekebisho. Tutakumbuka mchezo wa nusu finali au kuchezwa kwa sababu ya uwanja kutokuwa kwenye hali nzuri. Sasa ili finali ichezwe ilihitajika uwanja uweze kufika kwenye vile vigezo. Kwa kama tumeshindwa na kupelekwa Amani ambapo bado ni Tanzania, lakini tumeshindwa kurekebisha Benjamin Mkapa, basi lawama za kwanza tunabeba sisi kama Watanzania kwa kushindwa kukidhi vigezo vya kucheza finali, na si CAF kama ambavyo wengi wamekuwa wakizisukuma kwamba ni siasa za kutoa Simba kwenye eneo lao ambalo wana nguvu, kuwapeleka eneo ambalo watakuwa na mashaka wajalizoea.
Mimi nadhani tungekuwa tumekidhi vigezo kwenye uwanja wala kusingekuwa na hizi ngonjera ambazo zinaongelewa sasa hivi. Sawa, tuachane na mambo ya uwanja. Simba inakwenda kucheza mchezo wa marudiano, na nimeona katika gazeti la Mwanaspoti umeandika pale nondo za kuwawezesha Simba kufanikiwa katika mechi yao ya pili ya kombe la shirikisho Afrika. Kwako, kipi hasa ambacho ulikiona kwenye mchezo wa kwanza ambacho hutamani kijirudie kwenye mchezo wa pili? Kwanza kilichofanyika kwenye mchezo wa kwanza kinaweza kisitumike sana kwenye mchezo wa pili. Kwa nini? Kwa sababu Berkane walikuwa nyumbani na walikuwa na kila namna na sababu ya kuendea mchezo kwa hali ambayo walienda nayo. Lakini Simba walikuwa ugenini, walikuwa na hali na namna kwa namna yoyote kuingia kwenye hayo mazingira kwa sababu walikuwa ugenini. Tumeshuhudia Simba ikicheza ugenini na Simba ambayo inacheza nyumbani. Hususan kwenye hizi mechi tunakwenda sasa kwenye mechi ya 6. Kwa maana mimi namaanisha mechi ya robo finali, mechi ya nusu finali na hii finali ya pili. Robo finali walicheza mechi 2 dhidi ya Al-Masry na kule walipoteza kwa magoli 2. Wakaja nyumbani wakakomboa goli 2, wakaenda kwenye mikwaju ya penalty. Wakaenda mechi 2 dhidi ya Stellenbosch ambao mechi ilichezwa Zanzibar. Namna ambavyo Simba wamekuwa wakiendea mchezo wa nyumbani na ugenini kumekuwa na hali tofauti. Kwanza kwa aina ya timu ambazo walikutana nayo kwenye nusu finali na finali zimewapa maswali magumu ambayo Simba walikuwa wanajaribu kuyajibu ukilinganisha na maswali ambayo walikuwa wanakutana nayo kwenye hatua ya makundi. Tukija mechi dhidi ya Stellenbosch iliweza kutuonesha Simba inaweza kuchezaje ikiwa ugenini. Kwa maana namna ambavyo inajilinda na Simba inaweza kuchezaje ikiwa nyumbani kwa aina ya wapinzani. Kwangu mimi mechi dhidi ya Berkane dakika 25 za mwanzo ndizo ambazo dakika Berkane walishinikiza sana kujaribu kutafuta matokeo. Na hicho kwa kwenda kucheza ugenini unatarajia. Hata Simba wamekuwa wakizishinikiza timu pinzani zinapokuja hapa Tanzania na kujilazimisha kufanya makosa na wamekuwa wakifaidika na hayo mashinikizo ambayo wanaweka. Kwa kwangu mimi nadhani utaratibu wa Simba kuzichukua mechi za nyumbani hakutakuwa tofauti na mechi ambazo wamezicheza hapa nyumbani. Simba wamekuwa ni imara sana nyumbani na ukiangalia safari yao yote kwenye mechi zote za nyumbani Simba hawajapoteza. Kuanzia wanaanza kwenye mchezo ule wa awali walicheza na timu kutoka Libya wakashinda kwa goli 3-1 Benjamin Mkapa, wakaingia makundi, hawajapoteza kwenye mechi hizo za nyumbani. Japo nje wamekuwa wakipoteza. Walikuwa wanashindaje? Kitu bora kwao ni kwamba mwalimu ametengeneza utaratibu mzuri wa timu kuanza kutengeneza mashambulizi kuanzia nyuma, kujenga. Kuanzia kwa goalkeeper, walinzi wale wakati wawili wamekuwa wazuri kwenye kufanya distribution, lakini viungo wa ulinzi wawili ambao ni Kagoma na Ngoma wamekuwa wazuri pia kwenye kuchukua mpira kutoka kwa walinzi na kuwafikishia viungo washambuliaji kwenda kwa mshambuliaji kiongozi. Hilo ndo ambalo jambo zuri ambalo Simba wanakuwa wakilifanya na ndilo ambalo walikatazwa kulifanya kwenye mchezo wa kwanza. Kitu ambacho kilipelekea Kapombe pamoja na Mohamed Hussein badala ya kutoka kuja kujiunga na viungo wawili walikuwa wanabaki na wale mabeki wa kati wawili, kwa kuna watu 4. Ililazimisha sasa Mpanzu na Kibu kurudi kwenye eneo ambalo wapo Kagoma na Ngoma. Kwa hiyo kukawa tena Simba ina watu 4 ina wawili mbele. Kwa inashindwa Simba namna ya kutoka. Kwa nyumbani sitarajii kuwaona wapinzani wakiwashinikiza Simba kukabia juu. Watawaachia eneo la kucheza na ndilo ambalo mimi linanipa matumaini kwamba timu inaweza ikawa na utaratibu mzuri wa kujenga na zikatengenezwa nafasi. Mpanzu, Kibu, Ahua wamekuwa ni wazuri sana ikiwa timu itaanza kujenga shambulizi kuanzia nyuma. Kwa hiyo inawasukuma Kapombe na Mohamed Hussein mbele au yoyote ambaye atacheza eneo hilo na kusababisha Kibu pamoja na Mpanzu kuwa huru kukimbia kwenye maeneo yote ambayo wanaona kuna nafasi ya kucheza. Na wamekuwa ni wazuri kupokea mpira nyuma ya viungo wa timu pinzani. Mpanzu kama anapokea mpira nyuma ya kiungo wa timu pinzani, akigeuka 1-on-1 na defender amekuwa imara sana
kwenye hizo take on la 1-on-1 ambalo kwenye mechi ya kwanza walimnyima hizo nafasi. Kwa hiyo kama timu itaanza kucheza nyuma na uhakika itakuwa ikitengeneza nafasi, kwa namna gani zitatumika, kwa sababu pia Simba wamekuwa na changamoto ya kuzitumia nafasi. Wanahitaji nafasi kama 5 ili kuweza kufunga goli moja, kitu ambacho unaweza ukakiona kwenye mechi dhidi ya Berkane kinaweza kisiweze kutokea, ni kupatikane nafasi nyingi. Kwa hiyo wasiwasi wangu ni nafasi ambazo zitatengenezwa zitaweza kutumika. Lakini pia kitu hasi ni kwamba Berkane wamekuwa ni wazuri sana kwenye kuzuia. Ukiangalia takwimu zao, wameruhusu magoli 2 tu kwenye michuano toka wameanza mpaka wamefika finali. Utaona ni timu ambayo ina ulinzi kiasi gani kama timu. Lakini pia ndio timu ambayo imekuwa ikifunga magoli kwa kutokea kwenye kuzuia. Yaani ni wazuri sana wanapokuwa wanazuia na wewe ukajiachia zikabaki zile nafasi, wamekuwa wakijibu sana. Kwa hiyo kwa Simba mbali na kuwa wanawafungua Berkane na kushambulia, lakini watahitaji sana umakini kwa Kagoma ili kuweza kuzuia yale mashambulizi ambayo yatakuwa yakianzishwa kwa ajili ya kujibu, ili aweze kuruhusu wakina Kapombe, Shabalala au kama ni noma waweze kurudi kwenye nafasi zao na kuweza kujilinda. Ni mtu pekee ambaye mimi namuona atakuwa muhimu sana kwenye mchezo huo kwa ajili ya kuiweka Simba imara na matumaini ya Simba kusonga mbele. Kwenye eneo la mbele la Simba, wengi wamekuwa wanaongea sana kwamba kati ya Leonel Ateba na Steven Mkwala sasa hivi nani ambaye aanze, kwa sababu wanasema kama mzuri wa kutumia nafasi sana ni Mkwala kuliko Ateba, na wameona raundi ya kwanza lakini pia raundi ya pili. Yapi makosa ambayo labda yalifanyika katika eneo la mbele na katika hao washambuliaji wawili, kwa mtazamo wako wewe? Kila moja ana faida yake, nani aanze na nani akae bench kwa kwanza? Kwa timu ambayo inapaki watu wengi nyuma, kwa maana matarajio ya timu wengeni ni kuwa na watu wengi eneo lao la kujilinda, unahitaji watu ambao wanaweza kufanya movement. Kwa hiyo Mkwala anaweza kuwa sehemu ya huo mpango, kwa sababu ni mtu ambaye anaweza akakuondolea walinzi kwenye eneo ambalo wamesimama, tofauti na Ateba ambaye ataendelea kuwaweka eneo lile. Kwa hiyo unaweza ukampasia mkaukuta mpira, lakini ni mara chache sana nyie mtapata nafasi kupitia yeye. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mchezo kama huu ambao unahitaji kuwafungua zaidi walinzi wa timu pinzani, unahitaji kuwa na mtu kama Mkwala, ili wakina Mpanzu, wakina Kibu, kama atakuwa Hua ama atakuwa Mutale, waweze kupata hizo nafasi kwenye eneo la mwisho la kumalizia. Kwa hiyo wanahitaji mtu ambaye atakuwa anachukua ile umakini wa defender, kwa maana kuwapeleka mbele, kuwapeleka nyuma, kuruenda pembeni, na wao wakimfuata na kuchukuliwa na hilo tukio, wengine wanaweza wakatengenezewa nafasi. Japo mimi nadhani kwa michezo ya ugenini Ateba nadhani anakuwa ni mtu sahihi, kwa sababu timu inakuwa muda mwingi ipo nyuma, inahitaji mtu ambaye atakuwa sehemu ya kusimama, apelekewe mpira, watu waje na waukute ule mpira. Kwa hiyo unaweza ukawa na machaguo hayo. Kwangu mimi ukiniambia mechi ya nyumbani ambayo unaashumu timu pinzani itakuwa wengi nyuma, basi naona Mkwala ni sehemu ya kikosi na anaweza akawa na msaada kimbinu. Yeah. Sawa, kwa kumalizia, kipi ambacho unakiona cha ziada sana ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuhakikisha kwamba afadhali Simba wanatoka na matokeo mazuri, ikiwezekana na ushindi kabisa kwenye mechi hii ya pili? Cha kwanza ni heshima kwa wapinzani. Yaani yes, Simba inatakiwa ipate magoli 2 ili kulevel score, lakini haipaswi kulazimisha sana, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukawa unakimbiza mwizi na mlango umeacha wazi. Kwa wakapita wengine tu walikuwa wanapita njia wakachukua vile vitu, na ukirudi unakuta nyumba ni kama wanasema eneo la msikiti ambalo labda uliacha zulia ndo limebaki. Kwa hiyo Simba mbali na kuhitaji kushinda, lakini kwanza matokeo yanapaswa kubaki hivyo hivyo, kwamba Simba wamefungwa goli 2. Isije tena ikawa unatafuta goli 2 baadaye ukatakiwa 4 kwa ajili ya kuweza kufuzu au kuweza kushinda kwa jumla. Kwa cha kwanza ni nidhamu ya namna timu ambavyo itakuwa inajilinda, lakini mpango mzuri wa kuzima yale mashambulizi
ya kujibu ambayo Berkane wamekuwa wakiyafanya sana, na mimi sina shaka na timu ya benchi la Simba kwa namna ambavyo wamekuwa wakiziendea mechi kwa mechi. Kwa hiyo wanajua details za Berkane, hususan kuone Berkane wanapotoka kujilinda, wanapowini mpira kwenda kujibu shambulizi. Hapo ndo wamekuwa Berkane wakiwa imara zaidi, na timu ambayo imekuwa ikiwashinda Berkane kwa possession mara nyingi imekuwa ikipoteza mchezo. Yeah. Mzamaji huyu alikuwa Amri Kiemba na ametoka kutueleza mambo mengi, lakini yote ni kwa ajili ya upande wa soka. Nikukumbusha tu fuatilia gazeti la Mwanasport ili kuweza kufahamu nondo ambazo wamepewa Simba ili waweze kufanya vizuri katika mechi yao ya pili ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, wakiwa na mlima mzito kidogo kwa sababu walitoka kupigwa 2 bila ugenini. Mimi ni Victoria Melkiadi, nyuma ya kamera alikuwa Hatim Nyewe. Endelea kutufuatilia kwa vipindi vingine vyote vinavyoendelea. Asante.